Unatengenezwa mgogoro na baadhi ya watendaji wa Wizara ya Ardhi ili huo mgogoro uende mahakamani, alafu Ali Rubea akaitumie mahakama kama anavyotaka kuitumia, ashinde kesi ili yawe athibitishwe kwamba ndio mmiliki. Hajawahi kuwa mmiliki, sio sehemu ya familia ya Mashimba, anadai ni mpangaji. Upangaji haupo, kwa sababu ukiingia upangaji na msimamizi wa mirathi ikiisha, ule mkataba wa upangaji hauendi kwa warithi. Yaani hilo mlijue, kwa sababu msimamizi wa mirathi sio mmiliki wa mali kama nilivyosema awali. Kwa hiyo Ali Rubea hawezi kwenda popote pale asema yeye ni mpangaji wakati wenye mali ndio hawa na hawajampangisha chochote yeye. Ni jambo ambalo linasikitisha sana. Hakuna mgogoro, na sisi kwa sasa hivi tutaenda mahakamani kutengeneza mgogoro ambao haupo. Hili jambo ni swala tu la kutoka hapa kumwambia Kamanda Mlilo pale aende akawatoe wale watu pale, kwa sababu wamevamia, hawana haki yote ya kukaa pale. Lakini msajili wa hati ameamua kubadilisha, akijua kabisa kwamba mirathi hii ilifunguliwa Kinondoni. Kaenda kubadilisha rekodi zake, kaandika mirathi hii imefunguliwa Ilala. Nendeni pale mkafanye search, shilingi 40,000 tu. Mtakuta kwamba hawa wanaomiliki hicho kiwanja leo, ambao anawaita wasimamizi wa mirathi, anawaita wasimamizi wa mirathi kwa mirathi ya marehemu Ernest Mashimba kutoka mahakama ya mwanzo Ilala. Hata ingekuwa ni kweli hiyo mirathi ipo, nyumba inayozungumziwa hapa ipo Kinondoni, Msasani, Regent Estate, inafunguliwaje kesi ya mirathi Ilala? Kwa majina naitwa Neema Ernest Mashimba, ni mtoto wa marehemu Dr. Ernest Mashimba ambaye aliwahi kuwa mkemia mkuu wa serikali, babangu mzazi. Nyumba yetu hii tumerithishwa mimi pamoja na mdogo wangu Suzana Ernest Mashimba. Tunamshukuru sana wakili Peter, amekuwa ametusaidia na anapigania haki, amekuwa ni mstari wa mbele wa kutusaidia kwenye mahitaji yetu, kwenye kila kitu. Kwa hiyo tunamshukuru sana kwa kuwa pamoja na sisi, na zaidi naomba niombe serikali hii, hasa serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan, naomba ingilie kati, atusaidie. Sisi ni yatima, baba yetu alifariki mimi nikiwa na umri wa miaka 9 mwaka 2010, na mdogo wangu alikuwa na miaka 6. Toka baba amefariki mpaka sasa hivi ni miaka kama 16. Kikweli tumekuwa tukiishi kwenye mazingira sio mazuri sana, na kuna muda tunakuwa tunapata changamoto, lakini tumekuwa tukipata wafadhili kama hivi, wakili wanatusaidia kuendelea kwenye mambo yetu ya shule na kila kitu. Lakini kihalali ile ni mali yetu, ni urithi ambao baba yetu alituachia. Kwa hiyo tunaupigania na tunaomba serikali ingilie kati, tusaidie. Sisi ni wadogo, tumeelewa na mama yetu tu, mama yetu ni mjane, hata baba yenyewe yani toka amefariki ni muda mrefu sana.